Hapa MCA wetu Charles Langat ambaye anajulikana kabisa kama Nyesha, na tunaona mvua inataka nyesha, zungumza na yeye asinyeshe. Viongozi wa kitaifa, ofisi ya rais inayowakilishwa na ACC ambaye yuko hapa, na kundi lako lote la serikali na county government kiongozwa na aliyetumwa na governor wetu, viongozi wetu wa kijamii kama mwenyekiti wetu ambaye amenena vizuri sana kwa maneno makubwa, maneno ambayo inafaa tuyasikilize kama jamii. Wakaaji wa Boita, eneo hili la uwakilishi wa Boita Ward, tukiwa hapa siku ya leo na mnaounga mkono kasi hii ambayo ya kutafuta mali na utajiri, itifaki zote ikizingatiwa, na wasalimu wa mjambo. Nataka niombe ninene kwa Kiswahili kwanza ili hawa watu wa habari wapate habari. Maana niliona wakishuka huko moja moja nikajua jengaleku. So nataka niwape hapa hawa taarifa, sio? Utaniruhusu? Na kabla sijasema, nataka nikupongeze Nyesha kwa huu mradi wa kuweka watu wako wawe na nguvu kiuchumi. Desturi ambazo tumeziona hivi karibuni ni kwamba baada ya uchaguzi viongozi tunaanza tena kampeni. Badala ya kufanya kazi kwa miaka mitano, tunafanya kampeni, tunapiga domo, na tukatumia maneno ya kutuziana na kufundisha hawa vijana ambayo wengine waliowapa jina kuita Gen Z namna ya kutoa matuzi kwa wazazi, kwa rika yao. Tunajenga a future of a very hostile society, because tomorrow begins from where we live today. Na ile mbegu tunapanda kwa vijana, tukiwapa kupandika majina na kuwaita Gen Z na kuwalipa na kuwapa pesa watembee barabarani na kuambia kwamba hawa, mimi I will differ with you bwana principal, kwamba ati hawa watoto are more informed than us. I don't think so. Inawezekanaje mtoto tulimzaa ya kwamba sisi tuwe kumbavu alafu hao wawe werefu? That's not true. Because there is a difference between exposed to knowledge and wisdom to apply the same. Ikiwa mtoto huyu anasema kwamba wababa zao ni wajinga and they belong to the dark ages, I don't agree. Because it is us who took them to school. I don't agree that they are cleverer than you. Because you have taught in this country ki mutulago getiago soman mwalimu. Tiana biik chekisomesan koek walimu, kisomesan koek engineers. Ko ng'omit chito ne tokobiriren kowek, tokobirir kerenget, tokokere akibiringichet tom konai kichomu. Kiaberber ana ya mutu kamet. Taba chakwan ng TV chekitieni tugul ketoben kele ndi ojo kosikwa lagok, konyo kosikwe rito kararan nito kile ng'om, ko king'o nekichakwani kamet. Mie bana kumbavu. Tusidanganyane, na amongeken lagok. Ngalechu kilen Gen Z koko plan nebo biik chokotinye planning siri kopenduan serikali, na wakaenda kutumia vijana wetu katika university chemengenge kelechi sonyoru somanet
kimache kewirta president. So nyoru kesira kasit kimache kewirta president. Kingobwa kokero kidogo tu kingobwa kokero konam jo parliament orit kote na vijana eju. Kikiam logoi kabisa. Kule jongas mzee. Hii hapana finance bill. Hii unaona inafanyika sahi. Magijiki na magikituye tugul. Magibwa kwa parliament the top green. Chebo bichuta koleja niko seba yot. Hii hapana finance bill. This is a regime change. Na tunangoja president kesho assign. Hatutaenda maandamano. On Thursday tutakuja enda mpaka State House. Arai mwawa ilecho in lagojo wa ng'ombe mami jina ng'ombe mipatenwa. Ukiona mzee Kope akiwa juu ya mti au juu ya meza, ujue kuna mtu aliweka huku. Kwa kazi pale yegerje bogojet kumi meza anango migerit parak ile golonye mami jitano koindo. Nakubaliana na mzee wa jamii ya Kalenjin upande wa Kipsigis. Kila jamii katika Kenya zungumza na watoto wenu. La pili, kama kuna watu wameelewa ujumbe wa watoto wetu hawa warika hii, lete ujumbe huo kwa parliament. Tubadilishe itoke kwa mawazo, tuibadilishe iwe policy, tujibu maswali iliyo katika mesani. Mbunu, mumenisikia hiyo? Naona professors wengine wakiwa katika television, wengine ni quacks, wanajiita political scientists. They are inciters. Ni watu ambao wanachochea jamii ili Kenya ipate kufurugika. Nasema hivi kwamba kama kuna Mkenya professor scientist na anajiita jina lolote, kama kuna mtu ameelewa vijana wamesema nini, lete kwa county assembly, lete kwa national assembly, lete kwa senate, alafu we propose iwe kama motion, ije kama bill, ije tuunde sheria inayofikia vijana hawa. Wakasinoto. Maana wakisema tu iwe maneno bure, hakuna kitu itafanyika. In 1950s walitokea vijana ambayo ni wazee wetu waliopambana kwa sababu ya uhuru. Wakawa na agenda kwamba lazima tumfukuze mbeberu. Wakawa katika umri wa vijana hawa miaka 24, miaka 30, walipambana na ujumbe waliokuweko ni kwamba ni lazima tumfukuze mbeberu. In 1963 si tukawa huru. Hawa ndio vijana. Ikaja kundi lingine walioitwa Young Turks. Walikuwa vijana pia. Miongoni mwao ni kina Raila hawa. Na wengine kina James Agre Oringo na wale wengine walioungana pamoja. Wakawa vijana. Wakalete agenda ya second liberation. That second liberation ilikuwa ni kukomboa Kenya katika maendeleo iliyokwama katika sessional paper wa 1965, sessional paper number 10, ambayo ilisemekana Kenya itengenezwe kutoka juu high potential areas tu wengine, sisi wengine runya tupate kupokea maendeleo katika maeneo haya katika triangle ya White Highland. It was not possible, it never worked. Tukasemekana kwamba lazima tukule keki ya taifa, wale wako nje ya triangle na wale wako ndani. As a result, wale waliokaa katikati ya hiyo triangle wakawa the privileged view. Hawa walifanya bidii, wakakimbia barabarani, wakapingana. By 1992, aliyekuwa rais wa nchi hii Daniel Toroitich arap Moi alituita wachungaji kama wazee, akasema kuna kitu kinachoitwa section 2A, munikubalie ni repeal ili Kenya
hawa vijana wapate nafasi ya kuzungumza mambo yao. Tulikubaliana, tukaomba pamoja, na akalete stadium Kasarani na ikawa rebuild. Tukatokea sasa multipartyism. Hiyo imekuja, atukuelewana, tunang'eng'ana, na inaongozwa na wale vijana wanaendelea kuwa wazee. They achieved it. Tukapata 2010 constitution ambayo sasa haijakuwa fully implemented. Agenda ya hii ambayo inakuja na kila mtu anasema tusikize, tell us what is this agenda. We cannot pull down Kenya for an agenda which is not clear. Hatuwezi kubomoa nchi hii. Na tukienda kwa barabara hii, nataka niwajulishe, mimi nimekuwa mzee sasa. Mimi si wajana, niko na wajukuu. Niko katika kiwango ambacho lazima taifa liambiwe ukweli. Nataka niseme maneno matatu kuhusu hiyo. Ya kwanza ni kwamba tuko na serikali iliyo halali ambayo imepitia process ya uchaguzi, na President William Samoei Ruto alitangazwa kama mshindi na IEBC. Hakujitangaza. That is a constitutional process. Yule waliopambana na yeye katika uchaguzi hakutosheka, akatafuta process ya kotini. Supreme Court of Kenya confirmed ya kwamba huyu ndiye president ambaye Wakenya wamekubali. Sasa nasikia rafiki yetu mmoja kati ya viongozi wetu wanatangatanga nchi za nje, anasema nitakoroga Ruto mpaka 2027, nitakoroga. Yani unakoroga kwani yeye hako ofisini kinyume cha sheria? Si president hako ofisini kisheria? Sio mtu mmoja aliye na uwezo wa kukoroga. Hauna uwezo peke yako. Usikoroge nchi ili wakorogaji watokee ambayo hutaweza kusimamisha. Ninamuomba kwamba kama una Wakenya wengi, si unasema una milioni 8. Kama una milioni 8, hiyo ni kusema una nguvu sana. Tulia. Tukutane 2027 katika debe. Chasa hiyo yako. Utamfukuza mtu kisheria. Why koroga? Unakoroga kwa sababu unaogopa hauna votes. If you have votes, why should you trouble anyone? Kwani tukoroge Kenya? Kenya ilijengwa juu ya msingi ambao ulisindiliwa baada ya uchaguzi wa 1963. Kwa sababu wazee wetu waliporudi kutoka Lancaster, kulikuwa na maoni mbili iliyokuja Kenya. Je, tupokee uhuru wa Kenya, tujiongeze kwa njia gani? Kundi moja ambayo iliongozwa na Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga chini ya chama cha KANU walisema kwamba we need a centralized political system in Kenya. Kundi la pili ni kundi la Ronald Ngala akisaidiwa na Daniel Toroitich arap Moi. Walisema tunataka uhuru na majimbo, ya kwamba kila mtu ajitawale kwao. Walipokutana 1960, vyama tansu kubwa linayoongoza jamii za Kenya pembe zote, ikiongozwa na ya Coast African Party, ikifuatwa na ya hiyo ilikuwa ya Ronald Ngala, alafu ya Daniel Toroitich arap Moi akiongozwa umoja ya Wakalenjin. Tulikuwa na chama kilichoitwa Kalenjin Political Party, a political alliance. Waluya walikuwa na yao iliyoitwa Baluya
Political Union Party, yaani wale makabila 16 ya Waluya walikutanishwa. Alafu wa Masai walikuwa na Maasai United Front. Alafu wa Somali walikuwa na yao, the Somali National Front. Tukawa na ya Wakamba iliyoitwa Kenya African People's Party, APP. Na kulikuwako na chama cha wazungu settlers, wakaungana, tukatoa chama in 1960, chama kilichoitwa chama cha KADU. Chama hicho kiliongozwa na Ronald Ngala na akawa deputized na Rais Moi. Nataka niwaambieni, Kenyatta ambaye alikuwa maumau, maana anasema yeye alikuwa maumau, akasema kwamba tukikubali hii namna ya kila mtu ajue kwao, tutapasua Kenya. We will not succeed. Aliconvince watu wetu, wale wengine wakasema la, uhuru na majimbo, na akatuambia kitu kimoja, tukifanya hivi wageni watatutawanyisha na nchi itapasuka. Basi tukasema wacha tuende election of 1963 ili tuone maoni ya Wakenya. Uchaguzi ukafanywa. Viti vilivyokuwa vikikompaniwa ni 129. KANU ikachukua viti 83, ikashinda. Kaongoza kwa Senate, kaongoza katika Parliament. Pili, KADU ikapata 46. Hiyo ikawa minority. Kukatokea sasa mazungumzo. Je, maoni ya Wakenya wanataka centralized politics. In 1964, kabla ya Kenya kuwa jamhuri, tarehe 24 mwezi wa Novemba, vyama hivyo vyote wazee wetu wakakubaliana tuweke pamoja. Then KANU and KADU was merged, kwamba tuongeze taifa ambayo inaitwa taifa la Kenya, nchi moja, watu moja, kila mtu ana uhuru wa kutembea na kuishi mahali popote anapotaka, na akatoka principle ya willing buyer, willing seller. Ukitaka kununua Konoin, wewe huwezi kufukuzwa kwa sababu ni Mkisii. Ukitaka kununua wapi, wewe ukitaka kuishi Lokijokyo, wewe ni Mkenya. Kwamba boundary ya Kenya ni moja. Sisi wale tulioamini majimbo tukakataa neno la kwamba kila mtu ana kwao. Tukasema kwetu zote ni Kenya. Na Kenya ikawa ni nchi yenye amani katika Afrika ya Mashariki mpaka miaka 60 zilizofuata baadaye. We have a country called Kenya. Ninasikia wenzangu wanasiasa wengine wanasema kila mtu ana kwao. Really? Munataka kila mtu arudi kwao? Kwa mainota? Do you know, ni sisi tulikubaliana na kiongozi ambaye alifungwa akapelekwa huko Kapenguria na ile the 6. Waliporudi sisi wote katika Kenya tukaheshimu, huyu mtu amefungwa kwa ajili yetu. Alipotuambia tukienda kila mtu kwao nchi itapasuka, tulikubaliana na yeye. Sasa watoto wa maumau tena wanakuja wakisema kila mtu ana kwao. Is that what we want to do? Ninaomba kwa unyenyekevu ya kwamba siasa za kusema tuunde vyama vya makabila tuitupilie mbali kabisa, tubaki kama vile tulivyokuwa. Mnakubaliana na hiyo? Watu ya Konoin, mnakubaliana na hiyo? Kwamba nchi ibaki ikiwa taifa moja. Narudia tena, mnataka iwe taifa moja. Jambo la tatu, naomba kwamba viongozi waliochaguliwa kisheria, constitutional offices, waheshimiwe. Narudia tena, wote waliochaguliwa waheshimiwe katika terms zao.
hiyo ya kuamsha vijana na kuweka kwenye street, tafadhali msiamshe mambo ambayo yamelala. Jamii wengine wote wakianza kwenda maandamano kuunga mkono rais, shall we have a country? Watu wakiweka vijana, jamii ya Central wana vijana wao, watu wa Kalenjin wana vijana yao. Hata hiyo mnasikia ati kuna moja mbili unasikia maneno ngolole taban kango yo inarabu irigache iriage sigele marari enji gelda nebo chi ngobe kibotan gelok ngoye sames muriyango bago nebo. My friend, you must get a passport and get out of this country. Koso mok amo better direction. I'm asking you, don't go that direction. Ya kusema kwamba tunataka atolewe rais kwa njia isiyo ya katiba. Tafadhali tuache hiyo kabisa. Na tusahau kabisa ya pili ya kusema tunataka kukoroga mpaka 2027. Ajeni kabisa. Tuvumiliane, tungojane, kura itafika. Na katika kura hiyo tutaweza kuchagua wale viongozi tunawataka. Na ninakushukuru, na washukuru watu wa Konoin, na washukuru watu wa Boito vile mumejiongoza, kwamba mumewapa viongozi wenu awaendeleshe katika mambo ya maendeleo. Kama haya sasa Nyesha anafanya sahi. Kwa hiyo mnyei. Na kama kuna watu ambao wanataka kuja kungengana na yeye, wangoje wajitengeneze sahi, weka ndenda wejin buset kiki kidogo konor wej situngenyege nyamunyan betu neba uchaguzi. Weka hiyo kitu kidogo wewe umepata, kama umepata kitu kidogo engolo namna hii, wewe weka kwa mfuko 2027 lete turarue. Alafu tutakombea. Hii watu ni hatari sana. Nimekuwa kwa uchaguzi sana. Na mwaga pesa maelfu, mamilioni. Lakini siku ya uchaguzi utasikia wakinongonesea kigo ingonye. Yaani wewe utie kwa mtu kukiukola kwa. Wale kigo chingonye. Nega si lay by morning go shifting gore. And it has gone a different direction. So nasema hivi, napongeza sana watu wa Boita kwa sababu mumechipa nafasi ya kujifanyia maendeleo. Na hii empowerment ambayo mumefanya is the real empowerment. This is real empowerment. Kuna viongozi ambayo wako, wengine wako serikalini, wengine wako kwa upinzani, wamelete program moja ya inayoitwa empowerment. Nia ni nzuri. Naomba bado warudi nyuma, waangalie strategy ya kutumia katika kufanya. Isionekane kwamba ni kama tunatangaza mali. Ionekane kwamba watu wanaohitaji msaada wanasaidiwa. Bwana mjanisikia? Naomba empowerment ile itafikia watu ni kuweka mali katika taasisi ambazo hata baada ya sisi kuondoka bado itashikilia watu hawa. Kwa sababu hiyo rais ameianzisha markets katika Kenya mzima. Tungaliomba kwamba all empowerment be anchored around those markets, so that women and Kenyans who are using those markets be empowered on how to access finances that will jumpstart them when the markets open. Ya hapa Bomet ni markets ngapi inajengwa? Ngapi? 5. Tungeweka group zote ambayo wako katika maeneo husika. Inawekwa groups karibu 5, 20, 20 wa gravitate around that market, which the president is now building as part of his legacy. Ili sisi wanasiasa na watu wa hisani wowote tulete mali yetu mamilioni, tumwage huko 20 million, tuwake 5 million, tuweke hata ingine niliona imenafika 100 million, tumwage kwa hiyo centers. Ikifika hapo sitainua kina mama katika region hiyo. Let us put into a structured way
Kwa hivyo natoa mwito tukiwa hapa Boito na tukifanya empowerment hii kwamba let us re-evaluate this particular, maana hata tukimwaga ile tunaita one off, watu watangengania kama vile wale wanangengania, tunawapa watu wangengania wanachukua, and the final thing will be 10,000 kwa kila moja. By the time they reach home, it is not there. Let us put it in centers, economic centers, like the markets, like the CPOs kama the one tumepata hapa, tumekuja kufanya hapa. That is my view about the empowerment we are doing. Let us use them to unite Kenyans, to bring our people together. I want to tell you, inchi iko salama. Inchi iko sawa kabisa. Wacha hii maneno ya kusema kukoroga, unakoroga inchi ya nani? Igorgore ndiye meta mwa. Ile ngira baga ne sotet, kichomege komnye, kamwa iwo chomege kipchirchir, mi ba unotet komnye. Ngabo kasi bigap kolenjin ngap kotebe kole une nyi kararan olimbo tai. Kale kokime kokikibar ngo. Hapana. Nataka nitaje neno moja kuhusu askari wetu. Maana kuna ilipotajwa na Murkomen ambaye ni waziri wa ndani wa mambo ya usalama, some social civil societies na watu kadhaa wanaweka juu ati ametoa amri. Police is trained and they are professional katika kazi yao. And they know what the law says. They know when to use the gun. And they know when not to use the gun. And police has a command system. When the leadership provide an advice, kwamba musiruhusu mupigwe na raia mpaka mnanyang'anywa bunduki, alafu sasa nani talinda nchi? Tumia sheria ya police. And I want to tell you, wakitumia ni ina ukali kuliko vile unavyofikiri. Ni zaidi ya vile waziri alitaja. Kwa hivyo polisi wetu, they are professionals. And they are not carrying twigs, a baby miti, matawi, wanabeba bunduki na iliyo na risasi ndani. Wanaruhusiwa katika sheria yao kwamba wakati maisha yao iko kwa hatari, ni lazima watumie to protect himself and to protect the gun, isichukuliwe na wakora na kuumiza raia. Pili, ni lazima watumie wakati ya maisha ya watu wengine iko hatari na wao wako hapo na mali ya watu. Hiyo ndi sheria, that's the law. If you want to repeal it, useme polisi wote wabebe rungu, wawe askari rungu, lete kwa bunge. Sikibitisan gereben buntukit, sager ngotonyo koribi ngomet. Ati watu nasema kwamba sijui nani ametangaza nani. You go and demonstrate in America na uvunje maduka ya wazungu, uende cha mtemakuni. Katika Britain juzi, wakati maandamano ilikuwa hapa mwezi wa 6, kulikuwa na maandamano Britain. Within 3, 4, 5 days, 400 people had been arrested na wamewekwa kotini. The moment instability is being muted in any country, the 3 arms of government must stabilize the nation. Wale ambao wanaitwa executive, legislature na judiciary. Nashangaa Kenya, judiciary wetu wanaanza kusema achilia mara moja hiyo, si uweke. Hata kama ana haki, tuweke inchi iwe stable, baada ya siku inaofuata come and release them. Kwa nini unasema radio stations? Sitaki kusema zaidi maana iko kotini. Lakini nataka niseme hivi, where the interest of the nation is in danger, those nyangaus must be switched off. Including even internet. Kama inchi itapasuka na kama inchi itamwagi, sasa watu nyinyi mnasema, watu wa press wanasema kwamba you protect us.
And then who will protect us from you? Wakati tulifukuzwa katika bunge siku ile, wabunge wanaingia katika tunnel ya kujiprotect. Waandishi wa habari wanapeleka kamera na kusema ndio hawa wanaenda. Sasa ulikuwa unaonyesha hapa wafanye nini? What were you aiming at? You wanted us to be killed. Alafu wakati maandamano yanaendelea, mtu wako kwa studio akifanya analysis akisema wale wa Kibera wakuje hivi, wale wa Kiambu mtokee hapa, alafu mupitie barabara hii muelekee State House. What were you doing? You are coordinating riot. You are coordinating violence in the country. Let me tell you, the Constitution gives you freedom, but it gives us also freedom. It gives everyone else freedom. Kwamba ikiwa ita endanger the country by broadcasting live, it has to be switched off, go to court, upewe baadaye, lakini inchi iwe salama. Nyele ndogile kietenen kenyekegoni na what? Kipikegoni nengotini. Lakini yokigoni nguyo sabe emet. You will have a country within which you can exercise your rights. And nataka nimalizie hapa, itoshi hawa watu wasije wanisumbue. Lakini amecha mwale bigap Kalenjin, maana najua kuna wale wanasikia kwa geteshe ya kwamba agingetenyu kebendi 2027. Number 1, asomok bigap Kalenjin ongetige ko uteren. Chemi serikali, chemi sang yo, makimache ngalek chengengololi kele mondo ngalek, ngoni mondo ngalek. May mondo kipchumchumberia nemi orit yu. Ingen koribi alak paunatet komoribe nengwong, kingominye kolia menyoru ngecheret ak yeku president si torete. If you could not make it, support those who have made it. And in this case, Kikoyai Kipchirchir is the president of the Republic of Kenya. Amacho kokasak kemi boito, bigap Kalenjin komapcheyoksei 2027. Muche nege moye sai kingungungati. Lakini 2027, my friend, ketiende kityo elebo ngolonget. Nenyalonget bigap Kalenjin. Oh yoe nenyalonget. Nenyalonget kotab Kalenjin. Longet nagoi. Ironye longetab Kenya, imwowe jarab tengeja. Kologer longet kingap kamu meko ko 1969. Kenye kikumwara moy ngabe moy. Akeleji kenai ngalechu yoe bichu. Kikichil akeleji kakam. Kiyam kot korir boyot kotonon arap tengeja kole mokumu boyot. Otobe longet. Kolagok yoger koyi benderet betut nekikochin Kenyatta. Kinam boyotab Kalenjin kap kelien akongutyi longet. Ongutyi benderet sikinde Mount Kenya. Meaning, kaiteben werep koilegen kibwane eng let. Okase? Woi. 2027. Ketien yastieno sekebe banda nebo oeng. Ngut ngololi ngalek chakakase chakakilenen. Akoi kiyokyi moita kobwa cheko chebo namba oeng. Manyokoritu no nyolilen banda, inyokoritu chito neichepchep kuteliat. Abase kiatulia nemuguleldanyu. Akakase anyun ale nenyalonget kotab Kalenjin. Amameki nenyalonget. Kele kale kamonor ngo. Nenyalonget kotab Kalenjin. Woi, ngoi mininyo itebena. Meko mi yani meko mi chetakemake kele kalya. Kikesikisye, tinye lagok, tinye mochokoronik. Yeah! Kiberberate biik. So tunataka biik tugul chemi serikali chebo Kalenjin ak biik oyai kalyet ak bororiosiek alak okahaman motoboisie ngalek chebo chubisiet. Mongalolen ngalek kokeny chetinye chokimuromurigei.
chekingolole ngal chesomisen eng taitab lagok. Iwendi ile chepyoso itambiriraken ile sikiro karikab kwony sikiro ngoto yome akimwochini kokose werit eng yarayo kararan metit. Lazima keekun biik chetinye tolbisto, kitinye atebet neutat. Mi ngalek chemakimwoe eng kutuswekyok, kikonyiti chepyoso. Mokaise kemune kele biikab Kalenjin komakonyiti chepyoso. Kia makikonyiti eyo. Tos iman makikonyiti kwonyik? Ngukosise chepyoso yani nda makikonyiti ak tokyoyo ine ngorik kyomi kolya mowektegei ole kibun. Hala? Napkowek chepyoso alak kole korom kot we chepkirui korom kot ako mine konyi. Asome kandoikab Kalenjin ongekonyit kametisyekyok ak keboisien kutit nekararan eng tuiyosyekyok chebo political rallies. It doesn't mean yekimi siasa keeku kibiyon. We are still leaders and we define our generation. Harvard Gardner wrote a book, The Leading Minds. And this is what he said. All societies remain amorphous groups, not until leadership comes to provide definition. He further wrote, and he said the history of the world is not about common men, but it is the history of leaders as they define their generation. End of quote. I want to tell you this. Ngoto macho producing zombies in future generation. Oloklokan na kongalal ngalek chongololi sai. Ngo macho onyoru telutik chebo kenyisiek chebwoni onge ngalal ngalek chebo tekisto kengololchin bororiet. Monge chubisye eng kapkiru. Ako choi oindanya ko ki Christianic. I want to speak from Boita, koretab chorwenyu Nyesha. Ngamwawe meywe momingi. Ko ngonerek sabichu nerek jane mamagene njige. Bas langamwa kunotok. Asome atachele nonge konyitke kengololi ko kibikab Kalenjin. Bas hata nyinyi geuza kamera waone huko. Pana angalia mimi peke yake. Yaani wangapi wanasema kwamba rais anakubaliwa anaungwa mkono katika Rift Valley. Weka mkono mwanga. Very good. Ana wafuasi. Anane? Yes. Hanyoko yojibiga lang maandamano. Kama kitinye maandamano ngotke maje. Lakini ya motwage musiondoke motwage ni baji. Kitachok hata nimeona sana social media wameonyesha mtu mmoja ambaye ameandika kwamba watu fulani wameweka silaha na kuweka majina ya watu ya Kalenjin to provide the Kalenjin. Na ulisa vyombo vya usalama na makajero. Hii makajero munanyamaza tu mpaka watu na mwagika kwa barabara. There is what we call preemptive control. Kwani nini inafanyika kwa na makajero ya Kenya ndio iko top kati ya wale ambaye the leading National Intelligence Service ya nchi hii iko juu, and I believe in it because I was in the government. I entered into the service of the church in the tail end of Jomo Kenyatta when Kanyutu was the spy master, and I preached the first sermon in 1974. And I have not come down to date, 51 years ago. During Moi's rule, nilikuweko nikiwa mhubiri. During Kibaki's rule, nilikuwako wakati wa basi tuseme ingine kweli. Simbii nimekuwako. I have never seen laxity mahali ambapo watu wanaweka vitu mpaka itokee barabarani ikalete mambo ya ku profile other communities. Ninasema kwamba wajasusi wetu, hiyo mambo hiyo ya kuweka watu na kusema fulani wa fulani, some people could be planning to kill some people, alafu waanze ku blame it on some people. Kama vile Inspector DIG amelaumiwa hivi majusi kwa mpango. Yani hata mtu aliyesomea mambo ya usalama anaweza kufanya mauaji kwa njia hiyo kweli? Yeye ngotukunji ucho. Yaga maje kinyogong iwendi yatolu enturguin. Havana. Anything done in system of intelligence kumocho.
ya kuja mtu kuja kuua mtu kwa jela, kwa remand, si utapatikana tu, si utajulikana. Ay, Kabul. Kongoi mission. Kaya mino. Kwenda koroga vizuri. Usiweke vitina. Kwa kumalizia nimekuja kusema asante. Konyole kongoi Nyesha. Pongezi kabisa eng kasit nekiyai. Kiki chomyeji ak chichi aleji yai tuguk chengetu eng koroni. Meyai tuguk ibartosi ile situn iweke ngecheret. Amu iweksei biik chewekun ko raia. Meorogen ile alio simachilil ngecheret. Akot chekiorogen kole tafanya nini ko kichililio. Aleji ot bichu singotinye kongoi biikab Boito kokonin ngecheret. Ko ngomatinye kongoi komatimageki. Ale biikab Kalenjin isete kiyuchegei sogol. Ko ngit nebo sogol amaimuch igenen mogornotet kitok. Umakas kit nekamwa. Kichenge mali konyil asa. Kiyuchegei ata sogol. Kasusu ukasusu. Makitinye achek 10 ko ki biikab Kalenjin. Kitinye koitosiek ata. Chepkelien sogol, ngae sogol. Ko kile kichenge mogornotet konyil sogol. Ak kwa agenge koibe kenyisiek 10. Kotun yaitite nebo sogol ama inyoru memagengi. Mangunen kitok. Inyarigi. That is why kimache ngotunis murenet. Komami mureno nebo Kalenjin neituni murenet age. Oipchoit. Kokose murenchu. Akokose biik live ami online. Kale biikab Kalenjin tugul amache onai bitenyo atebenyo mamure sue murenet age. Ama mure sue korget age. Imure chemarinda asukomong ne. Imure murenet age asibolune. Kichamjin muren komur sue kwony. Age chamjin kwony komur sue muren. Amuta ko chutyun kongomangu komi chito nebata. Teba somok. Tako chutyun ko kamurge sue kwony ak muren kongomangu en yuno komi chito nebata. Ang ye murge sue kimogombe ako chutyuno mangu ko biik ata. Mangu kwata. Ango murge sue chemarinda ko chut ko ino ko ine mang ko ata. Makiyani Kalenjin. Amu kimachachek tarangi murge sue ko bitibinda nerube. Kumakasta biku. Kale tarangi murge sue ngemet. Kolya ko bitibinda nebata nenyonei. Ana unoton. Kumaukuye. Kale koit ibinda nenyonei. Ngotko makimurge sue kwony ak muren ko kabek ibinda nenyonei. Kongetyo chumbek komurge sue murenik. Komurge sue korusiekab chumbek. Ibe kiyotet en emet. Ibe kiyotet. En kila biik 10 chebo chumbek ko biik chemengechen ko lagok 3, ko biik cheechen ko biik 7. They are finished. Ang nikochorge konyo koleche chakachek omurge sue murenik ak murenik. Ngamwa mi Boito akokasa biikab Kalenjin murenet age sue ama mure kwonda age sue. Kiyebo akayebu akiyotet kuya kayebise boyondono. Kimakwa kaberuretab Jehova. Kimache mokochoronik chekurenech agui.
kimache mochokoronik, kimache bomorisiek cheng'ololwe kole kuko agui. Oh, chengikose kotiori kelyek kolin. Oh, ikose kolalanga. Kimache chotok kemwa boisiek kele baibai ole baibai, burgei ole burgei, sere iyatet ole sere, iyoptoi kele iyoptoi. Kongoi kwonyichu nyigonik. Kikonyitok na watolea kofia. Tugul chetinye samoinikab iyotet. Kwakas kit nekamwa? Kwonyik chetinye samoinikab iyotet. Onge samoiyot? Those are mark of honor. Kumbakase bichu tuk chekamwa. Kwanda age tugul netinye samoinikab moe. Do you know that? Ingen bichu. Ana mange kipsikisechu. Nge chepyosok. Tio. Palei. Agonyitok. You are honored. Honorable women. Bas, kwa hivyo kanganyone yu amu kakokonyitech ne toror. Kanganyone kakale nyesha ngololji nyesha nebo so ngololji. Bas, chamok president. Wei, ikotok. Ara kongatebe nyesha lelio imechi ikochi ne biikab boito. Ale ngap kobet ngel ngakile tar tuyet kele bangalany chepyosok kono 50. Maita akot kawe. Ale nge kono kita nemu kokono tukab mutai. Ara boyokchi nyesha ini ketik chebo avocado 2,000 seedlings. Kojogoi buas anya agatana kakapongezana na chebunu eutab boyot kobunu lakweng'wong PS nekile Paulo Rono nemi agriculture koyokwon ak seedlings 8,000 koek tugul 10,000 chemakyole inyo ibe kityo chito nekesirgei eng tuyoni ran. Amache bekomeisot anyun chokamwoe chepyoso ine kole amache ibangangei ngomechobot irib kotaimete koi biik alak mau notok. Kotko ngikol kwamen eng kechirek meten kidogo kangoib tabarno ak tabwasul cheimuche ak arap chebochok ak korkoret. Unotok ngumaotai le. Rudisha kamera waone watu wamefurahi kupokea hiyo. So yeiro koskole ngele kere nebo emet kole kami kono ingo kuye kere chi tugul age. Kere tugul amu kiboitinik eng baunatenyi. Unotok. Asi. Tanyone awendi aweksei. Kagas kele kokoboisha ako kalejan ACC kokilgei registerengei biikab boito. Kito nekanget kityo kolipan chepkondok. Kolipan 600. Chito nengonamin borto komukonamin nebo 1,300. Akolipan SHA. Kosindanin siling 300. Sindanin 600. Yani meche kelipan ongei tugul. Ak itinye eunek. Itinye kelyek. Metegei mewendi ot kantaras. And priority number 1 ilipanchigei kerichek. Asome biikab Kalenjin tugul oregisterengei en SHA amoka ingebir chogetin oregisterengei koek Rift Valley by 2026 kotarakimi number 1. Kaokas notok. La mwisho kimache Rift Valley ketiegei minutik chekikuren cash crops. Agenge ko chaik ko kitepse keyoiwech ukora sekele anyiny chaik chebo bitonin koyache chok.
Kit nekipkinye kechungusanoin en kandoinatetab president kenyor kele angakakerke ak auction neite teta nekinyi banyek akoyakwai ko yekimeche kebir sel kongetyo brokers chemi yotok chekialdoen kele ngotokotep kirkotom koyam beit kealda chungoba kotokokororon biik kotokotinye biik rabisiek kotokolioen mwisho kele ocheng kirkit nakakiyenda koyu konemongonyo biik komekomi rabisiek chekoalen kebire ngwony beit. Machanikab eastern part chebo Kenya kocham kekonori en Mombasa auction kotebe store akoi ko up to 100 million tons. Kora koitu biik chenyekelen owirten anyun kwa bei ya kutu. Kora koname besendo ipkesom besendo nekiliponjinen biikab western part koche kibikesome besendo kisome akot factories chebo olimbo koilege so nyekeribe. Amache kelechin kongoi rais amu konyo koisto tuguchotok masakisek chomi katikati akotoretech kabisa kondoiwech Paul Rono koek PS nebo ng'alekab agriculture. Korurio beek chebo weri, korurio beek en Kenya kanyomwaun akocham kipsengwet kosirindet weri nengiwe barak en ndegeit kokotwekitu bandek en Kenya tugul kenyino momi keme emoni. Koribwech store werita Kipsigis korib kabisa kwa niaba nebo koek kiboitiotab president akorib choge. Kirib choget kumakase bichungu anautinye ngal otinye ngal ata jelechini president kongoi amu kikonech Paul koek PS. Very good. Yeah. Mami jina some rusa akona praise. I don't care. Kile na ma visitor. Kale kiamden Kipsigis ni kenyisiek chechang. Mami ole mabune nemon yokosoji biju akalioji. Ko kagato saete na koberure nager ale kororo lagokwak. Mache kemwa kongoi en Arap Chirchir, minister nebo barabarosiek. Konyo kotoret boyot kabisa en ngalekab barabarosiek ako torete biikab Kalenjin ngiro ole kikesia beek. Olejin kongoi murenono sisei lakini oh matoto bolji kiaitu besiale upole nyobo soti kyo upole wakwagen mato wakwagen murenet kipkurtok nangekere marinta keleji bas ko chito kumba kase Kipsigis. Osachini kotinye biik president che toreti eng bororietab Kipsigis komi chun tugul kandoik chun tugul kisiasa komwa ne watumishi wa serikali. Kitinye Kiptoiyot murenoni mining to mining kole oner kunwet kotokonyo chito eng olimbo tai makase bichu ngalek yomwa kale kisiasa maunoto wey oner akosochi murenono ole chikotoreti Jehova namnai ama waskenga mo waske ko wasoguru twalake ongetige ko uteren age ku kota kenge. So one of the cash crops ko chaik. Why is it important? Amu ibu chepkondok chebo sang, ibu dola konyoga. Kito nekisindane ne koilegen ko kibai ngalekab cash crops. Ako berberech kole Rift Valley is the bread basket nebo Kenya. Kekol bandek anyo, kekol nganuk anyo, kekungweni for 60 years. Ko nekibe kealde eng cereals kealda eng Kenya shillings chepkondok chemengechen kilo 90. Kongetyo icheket kokol kahawa ako majani chai ako ip koba sang. Ko silingit agenge nekinyoru eng Kenya konyoru ichek dola agenge. Dola agenge ko chepkondokab Kenya 130 nguni 29.30. Onome ko kichotok man. Yani nginaminye shilling agenge kotinye inende 100 and that is how they develop their part because of cash crop.
Sasa Kongo tebe ngecheret president. Kokale kimache keyai diversification in agriculture. Kimache kindenen Rift Valley kahawa. Ngale na ne boy wasna. Kindeni Rift Valley ne kahawa. Kitu yang ne majani chai. Koroge bwa kebe the third group ne cash crop ne misoin. Chikiguren ko hamongen che misoin. Chun robe yun gole urene. Miwe. That is why galei. Kaire ugirgit nenyo. Ko testa tu ba in jibun ko korjunala. Kele sige konabu ngalega miwe. So nyoru chepkondok chebo dola chemangunesa. Korogo nyo konyo koletit ngalegab ko. Chugomi chursetab machani chai yengache. Kege nyagur kege sagan maya. Tu unge miten geite 2026 to kigo tulebet. Ko ginyu mogorna te Rift Valley. Neba angwan kotuga. Kap ko somewhere market in European Union. Kolo amache geibu banye ko bwa Europe. Amache geibu chego ko bwa Europe. Koko ine kilenge bege tobe mben tonde po Africa komi uti garit. Chebo korotwa. Keger chego kotinye kora. Pas kotebe veterinar kole giyangne. Kole veterinar because of erratic way of vaccinating cows in Kenya. Ngelenga gitar goroita ngomasi kotule ngomasi. Kongap kagitar ngomasi kotule ngomasi. We need a national campaign. Sigeru tuga tugul eng emet. Kono gibaruto na aginye. Kokase tiongi checham kobare kila. Kola kasapcho rotwe chukije. Kola kagile konyo kokone ngale kole kagiruti tuga kericho ne time monik. Sime ko mangu in namna hiyo. Eroje akiyan bikap college kele rot unadanganywa uibet ngon matinye tuga. Matinye kot president. Kotim tuki president. Lakini rutono kemache kisafishan so usikio komanda tuga Kalenjin ak bikap tuga en Kenya iuswe katika ngambo ya nchi za nje kutuletea as kongoi mising kabaga nak choto kale jango berurok Jehova ikoto kokega kon kokatieten ko ngalalak Brighton amu mi bunge twai ikoto Brighton masiki konyo amute sitai bunge kale jinganyane amu kawendi banda atinye tuyet en Kapsabet ak so on and so on for the weekend nawatakia kila laheri kawagas kokatieta barabar cho bas oegun sopa ago takchige banda ni mitatai ara maya tai maya ini maya tu muorogense kenu lumi wai kaya wima kiase jangwan kenu kaya wima mangwengo inosekyo kenu otebi komye okase asame murenik tugul olakte ngumen amwachini murenik tugul amu kakobitu nabas murenju ingen ile kikiumiana sinye kongete 1980s komang affirmative action kokochi chepyosok a very serious advantage over men. Amu kinyor chepkondok chematinye collateral. Kongilen iwe benki mureno isom kele iko title. Wene iwe boyone itinye title kele jino na miaka ngapi? Wele atinye 60 kele una mtoto kidogo ambaye anaweza. Yani kubengeje. Kenge tumureni kiruye sana. Arai murenju matotonge cheng title. Ongecheng mbare sehemu kidogo amwachini boisiek ale ngitinye murenik 10 iborchi robo konde avocado chitugul nenyi kidogo murenik konde 10. Usitafute title amu ngot kotel title it opasuan
Umete chepyosok no lole murenik kolechini tebe mzee ole mi titolit. Amu kwakas ole kolalda lagat kemoi. Kolo kolal boyot ne makawaita. Ulisa title. Kokoe maye kijana naitu akutinye konta nete nebo setani kole mzee wapi title. Koitechi kamet kole kakas ole wetito boyot otebe ole mi title. Umete ngalecha kabisa obokol avocado badala yake. Ngumokase. Bas. Okotwara barchok okoti. Chorwenyu boyotano okoti. Ochome. Oisayo. Bas. Yaitu okotwa. Akolechi komi emenyi. Wei. Akamakwok panda nemie nekararan eng olin bo tai. Wei akoi otil kirwoket komochokchi amu ngowoiwokchi wei orwoi nekaoruchi akobiman kabisa. Wei. Amu soet netokongarngar kuine konyamnyum koil kuine. Lakini soet nekikwo kuine kobir kona kole kongomatoren nyangatib kongoenen yasengar. Yesha. Bas, amaja agon saing ketik ai. Komaja sangun. Komaja samalein. Kikomwochi kitinye kirubik kibendi 12 other places iku ngunon 11. Kokosome ale chitun nokonyo tuyoni ko Monday konyoru chitugul mut amun amache kong'eten yu akoi koit olin bo Kapsir. Ko chachuk tugul ana unokwek. Akoibe kokotietab bishop nebo president nebo PS Rono. Maunoto? Koang kunoto? Haya kotom koko atacheba kama komo sana ole nyonindo program. Haya atacheba beshabe. Atacheba Central yu. So asome keroptaen en komosi 3 places. Monday kinamen yu. Monday amu keamanaisen. Biik chemi yu kabwa ko 420. Chemu nguni chokait nguni ko 420. Ako chekasirgei kityo chelione. Kabari kemwa kila. Ko next kora tuyet ingo obwone tu. So kimwoe kongoi bishop. So Central Monday saa 3. Saa 5 ko kamukomo. Beshabe atacheba beshabe mager ole muse. Amnyamuai abara sunguane saa 8 ko beshabe. Ko saa 10 ko biga michira. Kakikosin nguno. Ko michira oi bobone cheibe yu. Michira obwone dispensary pandano. Onge tuye chimbanda. Monday saa 10. Cheba michira kama komoni kama ai ibunyo skarit neibu kole inomen subuhi saa 3 ko biik chebo Central yu ak cheibe omiono saa 3 saa 5 ko kama komoni kage en Monday yombo Kapkanga obwan bitoni nak bitoni so aya beshabe ko saa 8 saa 10 go beshabe ko bandane tinga moja akoi tuyabe ko bwone ko kin neuyun saa 10 en michira banda ako nyone chito age tabu ko nyuko magenis chito nyukekere in ya kesir nyone chito sak kikenyite neropto bas ko echon tugul amachom taramwa photo tan kama kityo som ko kasole wendito ko wikinin akonok tarikit age kora en social media kebe ngunon kebe cheptabach kebwan kaptien akebe nimbo komosin boito akebe akoi nimbo Kapsir sawa ako kokoit chotok 10,000 komi miten kora ngotonom principal mi kora be confirm nyimbi ju oi nyo confirm ingel kimwoe kima confirm ko ito mutioni okay bas okay ibuna bolojet
Basi, hii sihitaji tena. Haya.